Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tutajifunza juu ya jinsi ya kukuza karama yako, jinsi ya kukuza karama yako, jinsi ya kuiendeleza karama yako. Karama ni kama moto, karama ni kama moto, na kwa sababu karama ni kama moto, kuna wakati inaweza ikawaka vizuri kabisa, na kuna wakati inaweza kuzima. Kuna wakati inawaka, wakati mwingine inakuwa majivu, wakati mwingine, lakini angalau inaweza kuchochewa na kuendelea. Andiko letu tunaweza kusimama nalo sasa ni katika Timotheo ya pili sura ile ya 4 na ule sura ya kwanza mstari ule wa 6. Naomba tuangalie hapo kwa sauti kwa pamoja na tusome kwa sauti moja katika kile kitabu cha waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ya kwanza na ule mstari wa 6. Anasemaje? 1, 2, 3. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Mstari wa 7 tuongeze. Maana Mungu hakukupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hapa mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anamtia moyo mtumishi wa Bwana Timotheo. Kwanza anaanza kwa kumkumbusha historia ya wokovu wake na kwamba alipata wokovu kutoka kwa nani na ile imani ilitoka kwa nani. Alafu anakuja anamwambia usiache kuichochea karama ambayo ya Mungu iliyo ndani yako. Na jinsi gani aliipata hii karama? Jinsi alivyoipata karama hii, aliipata karama hii kwa kuwekewa mikono. Sasa hapa usije ukachanganyikiwa kabisa. Kuna watu wanaweza kuchanganyikiwa wakisikia hivyo na wanatamani tu wawekewe mikono ili wapate karama. Karama tumejifunza Mungu ndiye anayetoa. Mungu ndiye anayeachilia karama. Lakini kuwekewa mikono kwa ajili ya karama maana yake ni ile karama iibuke iliyo ndani yako, ionekane na itoke. Sio kwamba haikuwepo kabisa kwamba iko. Hiyo tunaita ni impartation kwa Kiingereza. Impartation ni kwamba watu ambao hawajaona karama zao kwa wazi, wakati mwingine wanawekewa mikono. Na hasa kuwekewa mikono na mtu ambaye ana karama hiyo. Kuwekewa na mtu aliye na karama hiyo mara nyingi inaweza kuonekana haraka. Paulo anamwambia Timotheo. Mstari wa 7 unaonyesha kwamba Timotheo alikuwa na woga. So alikuwa akijaribu labda kwenda kuhubiri injili, anaogopa. Anasema nini watu watanionaje? Na kumbuka kwamba Timotheo alikuwa ni mchungaji kijana kabisa. Kwa hiyo anaogopa kuitumia ile karama ambayo ilikuwa ndani yake. So Paulo anasema siku ile mimi nimekuwekea mikono, karama yako ikaonekana, usiache kuitumia na ichochee. Anamwambia ichochee. Kuchochea maana yake ni kitu ambacho kinaelekea kuzima, lakini kinatakiwa kiwashwe. Sasa hapa ninataka nikupe mbinu. Nataka nikupe mbinu kama 6 hivi. Hapana, sio 6, 7. Nataka nikupe mbinu 7 ya kuendelea kukuza karama yako. Ile karama ambayo tumekuwa tukisema. Ile karama ambayo kila muda tumekuwa tukizungumza ulionayo. Unawezaje kuikuza? Kwa sababu ni muhimu sana kujua kwamba mara nyingi hatima yako huwa inafungwa kwenye karama. Usije ukachanganyikiwa ukasahau hii. Ukatoka hapo ukao umejua tu kwamba basi tumefundishwa karama. Hapana. Hatima yako, hatima ya maisha yako mara nyingi inafungwa kwenye karama. Kwa hiyo unapokuwa unamtumikia Mungu katika ile karama, maana yake unakuwa unaenenda kwenye kusudi. Na ukitoka kwenye lile kusudi, unakwenda sasa katika level nyingine ya kumtukuza Mungu kupitia lile kusudi lako. Na kwa sababu hiyo ni lazima tu ujue ni jinsi gani unaweza ukasimama katika ile karama na ukaiendeleza. So kila karama tumeona iko kwenye viwango tofauti tofauti. Kuna karama zingine ambazo kuna mbegu tu hazijaanza kuonekana. Lakini kuna karama nyingine ambayo iko katika daraja la kwanza, na kuna karama iko daraja la pili, iko karama iko daraja la 3, daraja la 4, na kuna karama nyingine ambayo iko daraja la mwisho
ambayo sasa mtu anayetumika kwenye viwango vile ni anafanya kwa viwango vya juu kabisa vya ile karama. Kama ni katika kiwa labda kama ingekuwa ni karama ya uponyaji, basi huyu mtu yuko kwenye viwango vya juu kabisa, kwa maana ya kwamba hana mashaka yoyote. Akimwambia mtu umepona, hii imekuwa hivyo. Kama mtu anatembea kwenye viwango vya imani vya juu kabisa, huyu mtu ni mtu ambaye hana mashaka kabisa, hana wasiwasi. Watu ambao wana imani ni watu ambao hawana wasiwasi, hana mashaka. Mtu mmoja aliniuliza swali, kwa nini wewe mchungaji, wewe unaona wewe una imani? Aliniambia, wewe mchungaji una imani sana. Nikaniambia, kwa nini na imani? Kwa sababu naona acha kwenye jambo gumu wewe una wasiwasi. Nikamwambia of course, lakini sidhani kama nina imani. Ila nina tabia moja. Sina imani kwenye hilo, lakini kama jambo liko nje ya uwezo wangu na anayeweza akalibadilisha ni Mungu, kwa nini mimi niwe na mashaka? Kama tunatafsiri hiyo ndio imani, basi itakuwa ni imani yangu. Mimi na tabia moja. Mimi kama jambo siwezi kulibadilisha, mimi silalamiki, sina mashaka. So mtu mwingine anaweza akawa anapika, hey, unajua sasa ndio mwaka umeisha, ndio matatizo. Kama siwezi kubadilisha, kwa nini niwe na mashaka? Nikamwambia kama hiyo ni imani, basi namshukuru Mungu, ni imani yangu, silalamiki. Si unajua watu wengi mnaumwa wakati mwingine misongo ya mawazo. Unajua msongo wa mawazo unatokana na nini? Unawaza sana juu ya mambo fulani ambayo hatuwezi kuyabadilisha. Unawaza sana juu ya familia, unawaza sana juu ya maisha ya baadaye, na uwezi kubadilisha. Kama kitu ambacho kiko kwenye mikono ya Mungu na uwezi kubadilisha, kwa nini unawaza sana? So siwazi hivyo. Sasa sijui kama ni imani utakavyotafsiri wewe, lakini mimi siwazi sana. Kitu ambacho nimefanya wajibu wangu, nimetekeleza wajibu wangu 100%, lakini bado naona kipo katika hali mbaya, mimi naendelea. Sasa kuna jinsi ya kukuza karama yako. Njia ya kwanza, njia hizi ya practical. Kwanza usisahau, katika kila njia ninayoisema, usisahau kuweka neno bidii. Usisahau kuweka neno bidii. Njia ya kwanza ni maombi ya kila siku. Ni maombi ya kila siku. Karama ya aina yoyote ile. Karama ya aina yoyote ile haitaweza kukua ikiwa haiombewi, ikiwa hauombi, ikiwa hauna bidii ya kuiombea. Kwa njia ya kwanza ni bidii katika maombi. Weka dakika maalum za kuomba. Acha maombi ya asante tu dakika moja, chini ya dakika moja. Weka dakika maalum za kuomba. Amua kuanzia leo, mimi sitaomba chini ya dakika 5. Amua kuanzia leo, sitaomba chini ya dakika 10. Amua kuanzia leo, sitaomba chini ya lisaa. Amua kuanzia leo, nitafunga labda mara 2 kwa wiki. Hii maana yake inakusaidia wewe kwenye ile karama yako inaendelea kukua. Haleluya. Kuna mtu hapa hajasema sasa pastor, kama ni hivyo sasa basi sasa wale wenye karama ya maombi ndio watafanya hivi, lakini mimi sina karama, kwa nini nianze kuomba? Hapana. Karama yoyote ile lazima ijengewe msingi kwenye maombi. So hakikisha angalau unaweka dakika kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba usinidanganye, sema wazi. Unaomba dakika ngapi kwa siku? Sema wazi kutoka moyoni mwako. Sema wazi kutoka moyoni mwako. Moyo wako, zungumza na moyo. Zungumza na moyo. Naomba sasa mkae wawili. Kaeni wawili. Kama kuna watatu mbadilike muwe wawili, muwe wanne, ili muanze kuulizana maswali. Okay, tunaenda ukweli. Sema na moyo wako. Sema na moyo. Naomba tusikilizane, tuko darasani. Naomba wawili nimeelekeza maelekezo. Kama uko peke yako tafuta mwingine wa pili hapo, mkae pamoja.
tafuta mtu mwingine mkae pamoja. Naomba kusikia, unaweka dakika ngapi za kuomba? Sasa kule nyuma mamchungaji yuko peke yake, wakati hana mtu pale, tafuta mtu. Maana yake ni hivyo. Huyo mtu, kuna mtu pale yuko peke yake pale. Naomba tukae wawili. Angalau kuanzia wawili. Hebu muulize, unaomba dakika ngapi kwa siku? Muulize, mwambie usimdanganye. Mwambie usimdanganye kabisa. Unaomba dakika ngapi kwa siku? Mwambie asikudanganye. Mwambie usimdanganye, mwambie tuko mbele za Bwana, mwambie tuko mbele za Mungu, usimdanganye. Unaomba dakika ngapi kwa siku? Halafu unasema una karama ya maombi na maombezi. Muulize, amesema dakika ngapi? Muulize, anaomba dakika ngapi? Kwa sababu kuweka dakika za kuomba ni muhimu sana. Kuweka dakika za kuomba ni muhimu sana. Nisikilize rafiki yangu. Hivi ni vita vya kiroho. Hivi ni mapambano. Kutembea kwenye karama yako ni mapambano. Maana nimesema imefungwa kwenye destiny. Destiny ni nini? Destiny ni nini? Hatima. Sawa. Iko kwenye hatima. Na ndio shetani hata kuruhusu kabisa uombe hivi. Hata kuruhusu. Atakupa ubize kabisa. Unashangaa unaingia kwenye maombi, halafu unaona mtu anakupigia simu na unamdai hela. Unasema hebu Mungu, hebu subiri dakika moja, Mungu nipokee hapa kidogo. Hilo niko kwenye maombi Bwana, hebu subiri kidogo. Lakini unaweza ukatuma tu hata hii kwa namba haraka tuma tu. Lakini samahani kidogo, nipo kwenye maombi, lakini unaweza ukatuma kwa namba, itasoma jina langu, itasoma Dani haraka. Oh Baba, ninakushukuru. Lakini brother, mbona umetuma kidogo? Lakini nipo kwenye maombi. Mbona shetani hata kuruhusu kabisa. Halo, unashangaa ndio umeingia kwenye maombi, unashangaa mtoto analia. Na alikuwa halii kabisa kabla hujaanza kuomba. Unashangaa, yani vurugu tu wakati wa maombi. Unashangaa unapata kamsukumo hata kakufua nguo. Lakini mbona kuna shati ambalo ndo nimepanga kulivaa leo, lakini hebu ngoja baadaye nitaomba. Hakuna cha baadaye, imeenda. Yesu asifiwe. Amesema dakika ngapi? Muulize huyo. Hiyo ni issue nyingine. Nitakusaidia baadaye. Asante. Hiyo ni issue nyingine. Sawa. Yaani mimi nasema haya, labda nijibu kwa skola. Iko hivi skola. Yaani umepanga muda wa maombi sasa. Halafu ghafla dharura zinaingia, ndio ninayosema. Lakini kuomba kila wakati ni muhimu. Kuomba unafua nguo, kuomba hata kama ukiwa bafuni, na kuomba hata kama uko sehemu fulani, mnajua sehemu zile za starehe kabisa umechuchumaa vizuri. Hiyo ndio uone kwa sehemu nzuri sana. Jifunze kuomba ukiwa kwenye hilo eneo. Yaani hata kabisa umekaa vizuri, sababu Bwana Yesu asante. Hata kwa hii afya asante. Kuna mwingine hata hawezi, lakini mimi asante. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe una muda, wewe ukienda popote pale omba. Popote pale omba. Nishaye kuambia, mimi nikipata fursa ya kutembea barabarani, huwa kuna mambo mawili tu, ama naongea na simu ama naomba. Na kuna wakati mwingine naweza nikaonekana naongea na simu, kumbe naomba. Maana naweza kupita pamoja kwa mtu hapo naongea, oh Baba katika jina la Yesu. Oh haleluya, Mwenyezi Mungu asante. Nikikutana na mtu pale lazima nibadilishe, oh wewe ni mwema sana. Wewe ni mwema sana. Umenisaidia sana. Sasa mtu anakutana na mimi anafikiria kwamba amenisaidia hela, kumbe naongea na Baba wa mbinguni. Hawezi hata kunisalimia kidogo. Lakini wewe masaa yote unapiga tu story huko TikTok, ukihama TikTok unaenda WhatsApp, ukitoka WhatsApp unaenda kwenye nini kule kwenye status, ukitoka status una comment, alafu una comment yenyewe unatoa tu comment ya emoji vinalia. Ukitoka pale kwenye comment kwenye TikTok unaenda kwenye nini? Kwenye Facebook, ukitoka Facebook unaenda wapi? Unaenda Snapchat sio. Yani huo muda wote shetani anafanya sherehe tu na malaika zake. Anaimba tu wimbo wake. Kwamba umefanya vizuri sana. So haya TikTok haya wakati mwingine yamekuwa ni mapepo. Ni mazuri sana ikiwa tutayatumia kwa utukufu wa Bwana, lakini ni mabaya sana ikiwa hatutajua, maana yanakula muda wetu.
Kuna wakati mwingine unashika simu, na nyinyi ambao mnajifanya hamna Biblia, mnakuja na Biblia za kwenye simu. Nyie ndio shetani anawataka, anawapepeta kama ngano, anawaswaga. Yaani shetani anataka kuwaswaga kama ngano nyie msipobadilika. Unaingia kabisa, unajua unatafuta mstari wa Biblia, halafu unaangalia unakuta labda fulani afariki dunia. Lakini hebu acha, eti unajifanya eti ngoja niwaombee, niangalie ili niwaombee. Hakuna cha kuangalia ili waombee. Shetani amekukamata, badala ya kusoma Biblia unaanza kuangalia mambo ya kwenye TikTok. My dear, nisikilizeni. Bila adabu na nidhamu hauwezi kuomba. Utanielewa? Bila adabu na nidhamu huwezi kuomba. So, ni lazima uweke muda maalum kwamba angalau dakika 5. Hata nisema asante Yesu tu inatosha. Amesema dakika ngapi? Kuna aliyesema hapa nusu dakika. Nusu yupo. Na nashukuru umekuwa wazi. Nusu. Ukianza kuomba unaanza kupiga miayo yote, mpaka meno ya nyuma yale yaliyong'olewa yanatoka. Wakati wa maombi, wakishasema tu akikaribia kusema amina, yani unapona kabisa. Haija kutokea? Imekutokea? Ujue wewe unahitaji, una safari ndefu. Na hiyo ndio inaonyesha uko kwenye vita vya kiroho. Hiyo ndio inaonyesha upo kwenye vita. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusikia amesema dakika ngapi huyo? Amesema ngapi? Na ninajua kabisa kama anadanganya. Ole wako nitakuumbua. Hebu sema wazi. Amesema ngapi? Na hapo kwa mbinde. Hapo zimefika, kichwa kimechoka. Ameishiwa maneno hapo, hana cha kuomba tena. Baba saidia mme wangu. Mmeo asaidiwe nini? Saidia watoto wangu, muangalie huyu. Hata hujaombea ufahamu wa mwanao. Hujaombea ufahamu. Watoto wako wanarogwa kule, wewe umekaa tu unapiga miayo kwenye maombi. Maana ni shetani anajua ukiomba tu kuna vitu vinafanyika. Kuna watu hujua hapa wakiomba dakika 10 tu kwa siku maisha yao yanabadilika kabisa. Hivi Pastor Masodo unaelewa hiki tunasema? Hivi unajua kuna mtu hapa akiomba dakika 10 tu kwa siku maisha yake hayatakuwa yalivyo sasa hivi. Kabisa yupo hapa. Dakika 10 tu zinamtosha. Mimi sikwambii uombe lisaa, dakika 10 tu kwa siku. Hautakuwa ulivyo. Mmeo analogwa kula na hata hujui yuko wapi hapa sasa hivi. Mademu wengi wamemzunguka sasa hivi. Anachomokaje na maombi yako ya sekunde? Anachomokaje na maombi yako? Hebu nyosha mkono hivi. Sema Bwana Yesu, kuanzia leo nitaanza kuomba kuanzia dakika 10. Kuanzia dakika 10. Unamaanisha? Kuanzia dakika 10. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Katika jina lako. Amen. Asante sana. Haleluya. Weka mzigo wa maombi. Nilishafundisha siku moja jinsi ya kuomba muda mrefu. Mnakumbuka? Weka mzigo wa maombi. Ongeza ya kuombea. Wewe ombea hata Talibani kule tu. Wewe waombee tu. Hata kama hujui. Unasema naingia hata Korea Kaskazini na waweka mikononi mwako Bwana. Kama yameisha sana. Nenda tu ombea hata mwenyekiti wa mtaa Bwana. Naombea na mke wake Bwana Yesu msaidie. Ombea tu. Unanielewa? Weka tu wengine. Baadaye unajikuta unaongeza uzoefu, unaendelea. Nilishawahi kuambia, lakini nakwambia wewe ombea tu. Ombea tu hata Marekani hujafika. Bwana naingia Marekani. Naingia kwenye chumba cha Trump sasa Bwana. Maana mojawapo ya eneo ambayo tunaweza tukaingia kila chumba ni kwenye maombi. Yaani kwenye maombi unaweza kaingia chumbani. Unaingia tu kwa mchungaji. Bwana naingia chumbani kwa mchungaji. Na mkabidhi kwenye mikono yako Bwana. Yaani kwenye maombi tunaweza kuingia popote. Naingia kwenye roho zile ambazo zimekamatwa. Unaingia tu. Najihudhurisha kwenye vikao vya wachawi na kuwasambaratisha. Hakuna kitu ambacho sehemu tamu kama kuingia kwenye maombi. Yaani vikao vyote unaingia, vya wachawi upo. Unasema nanyang'anya mwenyekiti mama fulani, naingia mwenye kama mwenyekiti ni wakamate. Sasa maombi yako hayana mistari. Point ya pili kwenye neno la Mungu. Haleluya. Point ya pili inabebwa point ya kwanza.
Unapoingia kwenye maombi hakikisha una neno. Na ndio point ya pili, ni bidii katika kusoma neno la Mungu kila siku. Bidii katika kusoma neno la Mungu kila siku. Nisikilizeni wadada mlioko hapa. Acheni Biblia za kwenye simu. Mimi sikatai, lakini Biblia kwenye simu ina ushawishi. Mimi nakubali, sina shida na Biblia na maneno yaliyoko kwenye Biblia kwenye simu. Sina shida. Nina shida na kilichopo kwenye simu. Sasa wadada hapa na vijana hapa wa kiume ameweka mle ndani, ameweka kwenye application zake kwenye simu. Kuna application ya simu ya nini, ya Biblia. Lakini kuna application nyingine ya kutafuta mpaka wachumba. Mnazijua? Naogopa nikizitaja watu wataanza kudownload hapa sasa hivi. Lakini kuna application za kutafuta wachumba. Sasa mtu yuko ameweka application ya kutafuta wachumba kwenye simu. Hapo kutakuwa na usomaji wa Biblia tena? Kwenye simu kuna vitu vingi. Tafuteni Biblia yenyewe. Na Biblia na kushauri isiwe Biblia ya kupewa. Wangapi mmewahi kupewa Biblia hapa? Kaweke store. Kaweke store hiyo Biblia. Kaweke store kuanzia leo. Unasikia mama? Hujaipewa Biblia. Kama umepewa, kaweke store. Na kama uweke store, kampe mwingine. Unatembea kwenye level ya wachanga mno. Mimi sisemi Biblia ile haikukufaa ulipopewa. Tatizo lako ni kutembea nayo muda wote. Yesu oye. Yesu oye. Yaani ukiondoka hapo ukiwa vile vile, basi utakuwa tu wewe ni jiwe la mpingo. Nisikilize. Biblia ya kwako inaonyesha kwanza umeamua usome neno. Unachua kila aina ya nywele, lakini hujui aina za Biblia. Aibu sana. Hebu angalia mwenzio kama ni mwanamke hapa, hiyo nywele ya shingapi? Kuna mtu hapa ana nywele mpaka ya 50,000 ujue. Lakini Biblia hajainunua kabisa na hajui bei. Wangapi mnajua bei ya Biblia? Nyosha mkono. Swali linalofuata ni shingapi? Unajua? Kuna Biblia mpaka za 200,000. Biblia ulionao ni ya shingapi? Tunauliza mpaka maswali ya kawaida. Biblia yenyewe kadogo kamefichwa. Biblia kamchongo. Unaogopa ukikutana na marafiki zako umetoka kanisani, hamna basi tu. Biblia kanaonekana kama pochi. Maana yake kuna siri umetunza, unataka kuficha. Kakuweka Biblia kakuweka hivi. Kuna watu tu waliniita kwenye fellowship, hamna shida. Maana huyo kijana wako huyo akijagundua unaenda kuzana anaanza kukuacha pole pole, unaogopa. Kwa hiyo unamwambia hakuna basi, hata sisomage, hata kusoma usijali. Biblia kenyewe hapa si mchungaji anatulazimisha geti tuende nako. Basi nafikiri basi wala tusijali. Haya mambo ya humu tunayaachaga kanisani, tusijali mpenzi. Wewe. Hebu angalia jirani yako hapo, angalia uso wake kabisa, usome. Mwambie uko sawa sawa, muulize uko sawa sawa. Anasemaje? Yuko sawa? Halo wewe. Ya kanisani tu yale. Nunua Biblia yako. Na unatoka tembea nayo vizuri. Unajidai kabisa kama hivi. Sasa Biblia ya kupewa kuanzia sasa, ujiana na Biblia ya kupewa wewe. Halo, itakuwa shida. Sasa soma neno la Mungu. Kwa mfano, ikiwa mtu ana mafunuo hapa. Kuna mtu aliniuliza maswali. Swali lipo, tutajua baadaye kwenye kipindi kinachofuata kwenye kujipima. Nimeongeza zile karama 2. Nimeongeza karama ambazo sikuziweka. Hautaweza kulinganisha ikiwa nilichokipata ni cha kimungu au la, maana hujui neno. So karama inakuwa kwenye neno. Karama kama vile ufunuo, unabii, kutia moyo, kufundisha, zinahitaji neno. Inahitaji maarifa ya neno. Mnatia huruma sana. Hapa kuna watu wanatia huruma.
Nilishawaambia siku moja nilikuwa naona dada mmoja mahala fulani zamani kidogo, nilikuwa ninamwamini sana, kila tukienda ananieleza mambo mazuri sana kwenye Biblia. Sasa na mimi ili asinione na mimi ni mshamba sana, na mimi nikatafuta kama mstari ka Biblia. Kaenda wakati tunazungumza nikamwambia hebu nitafutie Warumi hapo sura ya 7. Kidogo alie kuipata Warumi, kidogo alie. Anaenda anaangalia yaliomo, Biblia ilishaka katika haina yaliomo. Halo, kuna vitu vinaaibisha rafiki yangu. Halo, utakujua aibike siku moja. Na wanapokujua wa amana, unafika mahali unajitambulisha, unajua mimi ni mchungaji au mimi ni mchungaji. Basi mchungaji tusaidie, tuangalizie Hagai sura ya 7. Mungu wangu. Unatamani ardhi ipasuke tu nipotee. Yule dada alitafuta Warumi mpaka nikaona aibu, nikaanza kumsogelea kumwambia ni kama unajaribu tumie lugha nzuri asionekane kama kakosa. Naambia inaonekana Biblia yako hii imebana sana maneno. Hebu inaonekana imebana, maneno yake ni madogo sana, ndio maana unatafuta kwa muda mrefu. Hebu subiri kidogo. Nikamfungulia pale, lakini aibu imemchosha. Utakuja uaibike rafiki yangu. Utakuja uaibike. Utakuwa very smart, umepiga suti kama mimi hivi, halafu naambiwa tufungulie Biblia. Yaani unatamani ardhi ipasuke. Au mama fulani jioni ya leo atatupatia angalau fungu fulani la kututia moyo. Umeenda sehemu, umetembelea familia, Winfrida, umetembelea familia, umefika pale, wamekuona, umejitambulisha, unajua mimi ni mtumishi wa Mungu, ninasali kanisa la Shekina, na mchungaji wangu ni mchungaji Dr. Seni, anatufundisha neno la Mungu vizuri. Basi mama, hebu tusaidie sasa, angalau tupatie hata mistari miwili ya kututia moyo. Huna hata Wagalatia. Inakuwa aibu jue. Anzeni kubeba mistari hii inawasaidia. Na hauwezi kuambia watu kitu ambacho hakijawahi kukusaidia. Tunawaambia kilichotusaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mistari ambayo nawapa wengine hata hawasomi, nawaambieni hapa. Kuna watu hiyo mistari ndio maana leo hata sitatengeneza. Wangapi ambao wanasoma ili nikatengeneza baadaye? Wachache. Wengine twende mstari wa jana unasemaje? Kitabu gani? Usisome popote. Yeremia ngapi? Inasemaje? Haya, lakini sawa. Jamani, ninachotaka kusema hapa kwa sababu ya muda wetu ni kwamba hakikisha unaweka bidii ya kusoma neno. Na hapa lazima iwepo bidii. Weka malengo. Sura moja angalau. Wakati ule nasoma Biblia randomly, nilikuwa nafundishwa hivi, angalau soma Biblia popote pale, hata sura nzima soma popote pale. Weka malengo. Wangapi tuko tayari kuweka malengo ya kusoma Biblia? Hata mstari mmoja soma kwa siku, itakusaidia sana. Kwa hiyo weka bidii, lakini pia unaposoma weka malengo ya kwamba unataka utafute nini? Atakupate nini kwenye neno la Mungu? Ukisiposoma Biblia, hayo mafunuo ambayo unayapata, utakuja udanganye watu wewe. Jambo la tatu katika kukuza nani yako, karama. Hakikisha unakaa mazingira mazuri. You have a good fellowship. Mazingira ya kikanisa. Mazingira ya kikanisa ni pamoja na marafiki wa kikanisa. Ni watu unaoshirikiana nao, ni watu wa kanisani. Una fellowship ya kanisani. Nisikilize. Hakuna karama ambayo itaota na itakuwa ikiwa ipo kwenye mazingira yasiyofaa.
Hakikisha unajiunganisha. Basi kama sio muda wote una watu wa kanisani, angalau basi una muda wa kwenda kanisani. Angalau una muda wa ibada. Angalau una siku za kwenda kwenye maombi ya pamoja. Karama itakuwa ikiwa utajiunganisha hivyo. Sasa fikiria, marafiki zako ni marafiki wa namna gani? Marafiki zako ni wale wazembe kuja hata kwenye ibada. Alafu nataka ukue. Never. Tena weka X kubwa hapo. Utakuwa kulingana na level ya ushirikiano wako. Fellowship, mazingira ya kiibada. Hakikisha unakaa kwenye mazingira ya kiibada. Kwa wengine hamna shida. Kuna wale ambao wanafanya mazoezi ya kwaya, hawana shida. Kuna wale tunafanya mazoezi ya maombi, hakuna shida. Lakini hakikisha mazingira ya kiibada. Ende namba 4, hakikisha unakuwa chini ya mwangalizi wa kiroho. Chini ya mwangalizi wa kiroho. Karama yoyote ile ulionayo haitaweza kukua ikiwa hakuna mtu anayeweza akasema neno juu yako. Ikiwa hakuna mtu atakayeweza kutamka neno juu yako. Kwa hiyo unahitaji kupata mtu ambaye atakuombea. Kama ni pastor wako sawa, lakini anayeweza kukuombea kulingana na hitaji lako, kulingana na huduma yako ulionayo. Ni lazima upate mtu wa namna hiyo. Hiyo nimesema ni namba 4. Hakikisha unakuwa na mtu ambaye anaweza akakulea. Akakuambia kwa hiki unachokifanya, fanya hivi. Kuna wakati lazima tu upate maelekezo ya wale waliokutangulia. Hata mtumishi wa Bwana Samueli, kabla ya kusikia sauti ya Mungu, alianza kwanza akasikia maelekezo kutoka kwa kuhani Eli. Mungu alipoanza kuzungumza kwa mara ya kwanza pamoja na Samueli, Samueli hakuweza kuelewa kabisa. Ndio maana Biblia inasema kwamba baadaye alikimbia kwa Eli. Eli anamwambia kwamba hebu nenda bwana, mimi sichakuita. Anaenda mara ya kwanza, anarudi, Eli anamwambia bwana, mimi sichakuita. Anaenda mara ya tatu, anamwambia kijana anaitwa Mungu, akamwambia Bwana akikuita tena mwambie sema kwa kuwa mtumishi wako anasikiliza. Kweli Mungu alisema naye aliposikia sauti ile akaitikia vizuri. Tujiulize swali, tunao wanaotulea. Sasa wanaokulea wenyewe wewe ni mbishi. Bali sio lazima hata ulelewe na mchungaji wako wa karibu. Kuna wachungaji wa aina nyingi ndani ya kanisa. Kwa wale ndio wanaweza kuwashirikisha kwamba nina jambo langu la kwenye huduma yangu. Unapokuwa na fellowship pamoja na kuwa na mentor, yani mtu ambaye anakulea ile karama mpaka ikue, anayekuombea, anayekutia moyo, anayekuongoza, unayeweza kumuuliza maswali magumu ya kibiblia akakujibu, unashangaa karama yako inaendelea kupata nguvu kila inapoitwa leo. Haleluya. Na jambo la 5, hakikisha unafanya mazoezi karama hiyo. Ifanyie mazoezi karama hiyo. Utafanyaje mazoezi? Kama wewe una karama ya maombi na maombezi, ombea wengine. Si unasema kwamba una karama? Wangapi mlionyosha mikono jana kwenye karama ya maombi na maombezi? Kuanzia sasa, chukua majina ya watu, anza kuwaombea. Chukua majina ya watu, anza kuwaombea. Tafuta watu wa kuombewa. Tafuta tenda, naziita mimi tenda. Tafuta tenda. Hivi unajua kwamba unapoitwa kwenda kuombea, maana yake hiyo ndio tenda yako. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hebu nyosheni mikono waombeaji. Nyosheni tena au msimame kabisa niwaone. Maana bila kusimama hapa watu hapa. Simameni. Simameni mliopata kwenye karama za kuombea. So kuanzia sasa tafuta tenda. Tafuta tenda. Mama, tafuta tenda. Yaani tembewe tafuta. Yaani uko sawa. Kama uko sawa tunapiga sala. Yaani wewe ukiitwa sehemu, yaani utakuwa wa kwanza, hiyo ni tenda ya kwenda kufanyia mazoezi karama yako. Kaeni. Kwenye huduma tenda. Kwenye huduma wale mlionyosha mkono kwenye huduma wangapi? Mmesimama tena. Simameni wa huduma. Tunaenda ni mwendo wa kusimama tu. Huduma mmesahau.
Au hamjaelewa? Kwenye huduma ndio ile ile ambayo inasema huduma ni kusaidia watu kufanya kazi kanisani, kufanya kazi za usafi, yote hiyo. Alafu sasa ndio mmeshindwa kusimama. Wengi hapo, karibu wote kaeni. Asante sana. Kaeni. Karibu wote. Hakikisha unafanya. Fanya. Hakikisha unafanya. Uinjilisti. Tumepata wainjilisti wangapi jana? Wainjilisti, nyosha mkono. Hatuna mtu ambaye anapenda kueneza habari njema kwa kila mtu. Ni huyo tu, ni huyo pale. Mwingine hapa, hii ni kalama ambayo ni karibu wote tunatakiwa kuwa nayo, lakini kuna wale ambao wanazidi. Sasa kwa sababu wengi hawajanyosha, lakini fanya mazoezi utaona. Ukaribishaji. Anza kukaribisha wageni. Kuanzia Jumapili. Anza kukaribisha wageni. Anza. Kuna kipindi fulani Salome, yuko wapi Salome? Kuna kipindi fulani Salome ulinifurahisha sana. Kila wiki ulikuwa unakuja na mgeni. Kila wiki. Anamwambia huyu hapa ni jirani yangu, huyu hapa ni fulani, huyu hapa ni fulani. Very nice. Kuna mwingine amewahi kufanya hivyo mara nyingi. Kuna wale wengine ambao sisi ni given, so mimi sihitaji kunyosha mkono, hiyo ni kazi yangu. Hasa unapita kabisa njia yote ile, unaruka kabisa wote, hujawahi kumkaribisha mtu. Chochea tena ile karama. Ichochee. Washa moto kwa kufanya mazoezi. Leo rudi mwambie mtu nimetoka kwenye semina, ni semina nzuri. Yaani ni semina wewe, hakuna semina kama hii. Twende. Yesu asifiwe. Nani Mereu ulisema uliletwa nani? Na nani Holland? Wewe uliletwa na George. Na kila mtu hapa ana wake. Kumbe George hakuleta. Sawa. So make sure sasa wewe mtu akiletwa alete. Maana yake kama huna uwezo wa kumwambia mtu aje kanisani, maana yake hata wewe upapendi hapa, upo tu. Ila upapendi, unapasemaka vibaya. Kanisani kwako unapasemaka vibaya. Wakikuuliza kwamba vipi pale? Yule mchungaji basi, tupo tu pale, ndio tuende wapi? Lakini baba, yule mama mchungaji, si tupo tu pale tunavumilia, lakini yule mama. So hupasemagi vizuri kanisani kwako, kwa uwezi kuja na mtu. Unaogopa hata akija hapa akikuona ulivyo na tabia za ajabu. Unajua kuna watu wengine ambao kule mtaani kuna tabia zao ni mbaya. Sasa akija hapa na mtu, yule ndio yake namuonaka na mtu fulani, ndio anaimbaka, kumbe anaimbaka na kwaya. Ya. Si ndio niliwaambia siku ile jamaa yule aliyekataa kuokoka. Jamaa mmoja, wengine hawajui. Jamaa mmoja alikuwa mwanafunzi wa chuo. Nilisikiliza ushuhuda kutoka kwa mtu fulani. Akasema kulikuwa na mwanafunzi wa chuo, akawa anamchukua mdada. Anakaa naye, analala naye kwenye geto lake. Anasema kwamba ile asubuhi yule dada anaamka, akianza kuomba maombi, ananena kwa lugha. Yaani anashuka, anapanda, anaingia dipu, lisani la kawaida, lakini ni kimada. Jamaa akimsikia ananena kwa lugha, anakaa pembeni, anafanya na hivi. Jamani, kwa mtindo huu sitaokoka kabisa. Huyu amepata wapi hii nguvu huyu? Kumbe jamaa linajua, linafanya uasherati afu linajua. Unajua yale jamaa, yale mkifanyaga nayo uasherati tunajua yanajuaga ukweli. Hii jamaa likasema sitaokoka baba. Ananena kabisa kama dakika 20-30, halafu anasema basi nipe nauli basi niende chuo. Jamaa linatoa nauli na ya jioni linampa ya kurudia. Nyumbani kule wanajua yuko chuo. Nyumbani wanatoa ada na huku kuna mtu mwingine analipia. Wale wa nyumbani wanalipia ada, yule mwingine analipia service. Angalieni nyie, hebu angalia jirani yako hapo, wewe vipi?
upo poa. Kwa sababu ikiwa hawezi kuja na mtu, anaogopa watayaona yale ambayo anayafanyaga mtaani. Ni bora nichomoke peke yangu. Peke yangu. So tunakosa ushuhuda. Hayo nilikuwa naongelea kwenye uinjilisti. Kwenye kutoa, toa. Kutia moyo, tia moyo watu walio dhaifu. Kwa hiyo tumeambiwa tusiache kuitumia karama tulionayo. Ni nani? Ni Timotheo ya kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Timotheo ya kwanza sura ya 4 mstari wa 14. Usiache kuitumia karama iliyo ndani yako. Usiache kuitumia. Tumia karama hiyo. Na jambo la sita. Epuka mazingira ya dhambi. Hapa nilikuwa nimeandika neno ambalo labda mnatalielewa. Nimesema epuka kufanya dhambi hatarishi. Nisikilizeni. Dhambi zote ni dhambi. Dhambi ni nini? Ni dhambi. Lakini kuna dhambi zingine ukizifanya zinakuharibu wewe, familia yako, ndugu zako na jamaa zako. Kwa hiyo epuka kufanya dhambi zinazomhuzunisha Roho Mtakatifu. Nimeziandika dhambi kama 2-3 hapa. Dhambi ya kwanza umeshaijua, uasherati. Umeshaijua ni uasherati. Pambana na uasherati kwa kadri inavyowezekana. Pambana na uasherati kwa kadri inavyowezekana. Kimbia linapokuja swala la uasherati. Nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Bwana yule Eliona kwenye mahubiri yake, anazungumza ni namna gani watu wengi wamenyang'anywa karama walizokuwa nazo, wamenyang'anywa hata vitu vya ndani, ule utashi wa ndani waliokuwa nao kupitia uasherati. Kuna watu ambao wanakufuatilia mpaka waje wakunase one day. Na siku wamekunasa ndio mambo yako yanakauka kabisa. Fuatilieni watu ambao walikuwa wanaenda vizuri. Ilienda walipoanguka tu kwenye dhambi, kwanza ujasiri wao ulipotea pale pale. Yaani dhambi ya uasherati kuitubia inasumbua sana kwa sababu inakaa moyoni kwa muda mrefu. Lakini kuna dhambi ya uongo. Ule uongo, tabia ya uongo inakuondolea ukuaji wa karama yako. Na mwisho, kiburi na hasira. Pamoja na kwamba dhambi zingine zote ziko sawa, lakini kiburi na hasira inakuondolea ile karama yako, inaacha kuonekana. Kiburi ndio kinaanza kuonekana. Hasira ndio inaonekana. Na ninaenda na jambo la 7 na la mwisho. Angalau tafuta muda wa utulivu. Hii tunaita ni retreat. Tafuta kujitenga. Tafuta muda wa kujitenga. Kwa mfano, kujitenga ni kama sasa hivi umejitenga. Wale mliokuja hasa kutoka mbali, maana yake mmekuja mmejitenga. Mmekuja kusikia Mungu anasema nini. Hii ni muhimu sana. Angalau mara moja kwa mwaka jitenge. Angalau mara moja tafuta muda wa kujitenga. Tafuta muda wa kuomba. Angalau hata mara moja kwa mwezi kufunga kwa peke yako, ukiwa peke yako. Na unapoenda kwenye mafungo ya namna ile, au unapokuwa umeenda kwenye vipindi maalum kama vile, usiende bila kalamu na daftari. Chochote kile ambacho Mungu atasema, andika. Unapata mafunuo uko kwenye maombi, andika. Unapata vitu ambavyo unaona kabisa hivi vitu ni vitu vipya, andika. Andika, shirikisha menta wako, shirikisha mchungaji kwamba mimi nimepata vitu kama hivi wakati nikiwa kwenye maombi. Hivi vitu vina maana gani? Kwa sababu unapokuwa kwenye maombi pia kuna hatari, wakati mwingine shetani anatumia nafasi kama zile. So, hakikisha unapata angalau mara moja kwa wiki, mara moja kwa mwezi, mara moja kwa mwaka, siku kadhaa.
angalau tumia muda huo kujitenga. Andika kila ambacho unakipata, na ili uwe jasiri mkubwa katika utumiaji wa karama ambazo unazo, hakikisha unakuwa na notebook yako. Ukipata kitu unakiandika. Ukipata kitu unakiandika. Utakuja unishukuru siku moja. Utakuja unishukuru siku moja. Nini faida ya kutumia karama yako sawa sawa? Nini faida? Kuna faida 3 tunazitaja. Faida ya kwanza, unamtumikia Mungu kwa ufanisi. Haumtumikii Mungu chini ya viwango. Kuna watu wengi wanatumika chini ya viwango. Kumtumikia Mungu chini ya kiwango maana yake haufikii ile maximum, ile kiwango cha juu cha ile karama yako. Unapokuwa unatumika kwenye karama yako, maana yake karama yako unakuwa umeichochea na unatumika kwenye viwango vizuri. Msisahau watu wa Mungu hivi, kila karama ina umuhimu wake. Na hakuna karama iliyo kubwa na nyingine ni ndogo. Maana kila karama inatolewa kwa makusudi. Sasa unapotumika katika karama yako, maana yake wewe unatumika kwa ufanisi mkubwa. Na namba 2, unatimiza kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Unatimiza kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Nimeshasema hatima yako inafungwa katika karama. Na mwisho, unajengwa kiroho wewe mwenyewe. Kuna karama zinajenga kiroho wewe mwenyewe. Kwa mfano, hakuna mtu ambaye ataanza kufanya kazi ya uinjilisti alafu akaanza kuishi maisha ya dhambi. Hayupo mtu kama yule. Hakuna mtu ambaye atakuwa ni mwombaji aendelee kuishi maisha ya dhambi kama ni wa kweli. Hakuna mtu ambaye atafanya chochote ambacho kinaenda kinyume na Mungu ikiwa anatembea katika kusudi. Kwa hiyo kuna karama nyingi. Karama za kujijenga ni pamoja na kunena kwa lugha, ambao wana karama za namna ile. Zile ndio karama za kujijenga, hasa unapokuwa kwenye maombi ya peke yako. Ni karama ambazo ni za muhimu. Zinaweza zikawa ni karama ambazo hadhiriathiri kanisa moja kwa moja, lakini wakati mwingine Mungu anaweza kaachia ufunuo wake kupitia mtu mwingine anayenena. So ni muhimu sana kujua kwamba unajengwa wewe, lakini unajijenga pamoja na wale wengine. Kwa mfano, ukijijenga wewe mwenyewe ukajengeka, watu wengine pia wanapata faida na kujengwa kwako. Ndio maana kila karama unayoiona imekusudiwa kwa nini? Kwa kulijenga kanisa, kwa kujenga mwili wa Kristo. Hizi ni faida. Kwa hiyo faida ndio hizo 3. Ya kwanza, unatumikia kusudi la Mungu. Pili, unatimiza kusudi la ya kwanza nimesema unatumikia Mungu kwa ufanisi. Namba 2, unatimiza kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Na namba 3, unajengwa kiroho wewe mwenyewe. Sio hivyo tu, yako mambo mengi. Unakuwa na amani. Unakuwa na amani. Lakini pia unajiamini. Hivi unajua kwamba ukiwa unatembea kwenye karama zako unajiamini sana, eh? Hata uogopi pepo kabisa, yani unajua tu hamna kitu hapa. Unajiamini. Unajiamini. Lakini kuna baraka ambazo Mungu anaachilia kwenye maisha yako. Kwa nini usitamani kutembea katika karama ambazo Mungu amekupa? Hebu tusimame tuweze kumwomba Mungu wetu. Omba maombi haya, sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Asante kwa ajili ya karama ambazo umenipa. Kuna wakati mwingine sijachochea karama zangu. Ninakuja mbele zako kupitia semina hii. Ninaomba sasa karama zangu zijitokeze, karama zangu zionekane katika jina la Yesu. Zionekane. Natamani Bwana zionekane leo. Natamani Bwana zionekane kila siku. Nisaidie pia niweze kukuza karama hizi. Saidie wewe nini nidhamu. Nisaidie niwe na nidhamu ya neno lako. Niwe na nidhamu ya kuomba. Niwe na nidhamu ya kushirikiana na wengine. Bwana Yesu, nisaidie. Niepushe kuishi maisha ya dhambi. Niishi maisha ya utakatifu. Nikupendeze wewe. Nikutumikie wewe. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amina.